Lengo na dhana ya sekta ya utalii kuwanufaisha wananchi wa Zanzibar wanaojishughulisha na sekta hiyo hususan vijijini inaendelea kupata tafsiri na maana halisi baada ya kuzinduliwa kwa awamu ya pili ya mradi wa ukuzaji uchumi jumuishi, kuimarisha maeneo ya kiutamaduni, miundombinu ya barabara na kuwajengea uwezo wa kitaaluma wananchi maarufu Big Z. Na kutokana na ushindani mkubwa wa sekta ya utalii katika soko la dunia, Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Daktari Abudu Suleiman Jumbe, ni lazima kuwajengea uwezo wa wananchi katika shughuli zao zinazowazunguka. Hayo yalikuwa ni maneno ya Daktari Abudu Suleiman Jumbe katika hotuba yake wakati akizindua mradi huo. Lengo kuu la mradi huu ni kuimarisha hali ya maisha ya wananchi na kukuza maendeleo ya kiuchumi katika maeneo lengwa ya hapa Zanzibar. Mradi huu unakusudia kuimarisha miundombinu ya kijamii na kiuchumi, kuboresha huduma za msingi kwa jamii, kulinda na kuhifadhi urithi wa mambo ya kale, lakini pia usimamizi jumuishi na kukuza bidhaa na haiba ya utalii, lakini pia miji yetu hii ya Zanzibar, Unguja na Pemba na hasa mji mkongwe. Kwa upande wetu, ndugu zetu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, sekta ya utalii na urithi wa mambo ya kale, programu hii inajumuisha programu ndogo ya ziada tunayoizindua leo ya mradi wa Big Z unaoendeleza utalii katika vijiji au maeneo yetu makuu matatu Unguja, yaani Nungwi, Chwaka na Makunduchi. Daktari Abudu ameongeza kuwa utekelezaji huo hautokuwa na maana kama hawajashirikishwa wanajamii, na ndiyo lengo la serikali na viongozi wakuu wa nchi, Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kupitia Mamlaka ya Uhifadhi na Uendelezaji wa Mji Mkongwe sambamba na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kwa pamoja tunashirikiana katika kuuboresha mji wetu wa urithi wa dunia wa Mji Mkongwe kupitia programu ya Safe and Sustainable Mobility, ambayo mashirikiano hayo yakiwemo ukarabati wa ile barabara kutoka Malindi hadi jengo la Benki Kuu ya Tanzania Kinazini, lakini ile barabara maarufu ya Mnazi Mmoja Darajani Creek Road, barabara Mkunazini Zani, ukarabati wa bustani yetu ya Jamhuri Garden ambayo iko pembeni pale ya Mji Mkongwe karibu na wizara yetu, lakini pia ukarabati wa njia za ndani za watembea miguu ndani ya Mji Mkongwe na njia nyinginezo katika zile juhudi za kuboresha mji wetu mkongwe ambao ni mji wa urithi wa dunia. Ndugu zangu, hatuna budi kuwashukuru kwa dhati kabisa viongozi wetu wa kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi zao za kila siku kubwa ambazo wamekuwa wakichukua katika kuimarisha sekta ya utalii na urithi wa mambo ya kale, na hususan katika kuisaidia Zanzibar kujenga misingi imara ya uwezeshaji wa wananchi wake. Katika uzinduzi huo ulihusisha watekelezaji wa mradi utoaji wa elimu ikiwemo kwa njia ya mtandao. Alessio ni raia wa Italia anaishi Zanzibar, amesema bila ya kuwajengea uwezo na kuwashirikisha wanajamii hautokuwa na maana, sambamba na kufanya utafiti kwa kushirikiana na wizara na wananchi. Tukijenga jengo, tukiboresha jengo, tukijenga barabara, kile kitu ambayo tumekijenga haiwezi kufanya kazi au kama wananchi hawawezi kukitumia. Tunachotaka kufanya ni kubuild capacity ya watu waweze kupata, kudevelop new skills, waweze pia kujisikia kwamba wao ni part kubwa ya utalii sector kwa njia moja ama nyingine. Kwa hiyo masomo, training yatakuwa mengi. Tuna group ya consultant ya wataalamu kutoka Italy, kutoka hapa, ambaye wako very experienced kwenye swala la utalii, swala la small and medium enterprises, swala la marketing soko, kwenye masuala ya takataka, waste management. Kwa hiyo
tutakuja kufanya mambo mengi sana. Akifunga mafunzo hayo siku moja, mkurugenzi idara ya uratibu tawala za mikoa na serikali za mitaa Zainab Kibwana amewaomba wananchi wanaopitiwa na mradi huo kutoa kila ushirikiano sambamba na kulinda na kutunza miundombinu hiyo. Tunatakiwa sasa sisi Wazanzibari wenyewe tufaidike navyo, tuvitunze, tuviimarishe na tuviweke katika hali ya kupendeza, kwa maana sote tuwe walinzi wa miundombinu, sote tuwe walinzi wa shughuli zetu za kimaendeleo na za kiuchumi, ili kuimarisha utalii wetu wa Zanzibar kwa kuongezeka pato la kitaifa na kuongeza pia pato la wananchi wenyewe, kwa sababu wananchi watakuwa rahisi zaidi kwa wao kujiingiza katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ukianza biashara ndogo ndogo, hata kwa wajasiriamali serikali imewawezesha kwenye mikopo, basi nao sasa itakuwa ni fursa ya kuongezeka kiwango cha kukopa, ili nao kujipatia kipato kizuri na kuwezesha maisha yao ya ustawi kwa mazuri. Hamza Isa Hamza, sheha wa shehia Mzuri, kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, ni miongoni mwa masheha walioshiriki uzinduzi huo. Ameahidi kutoa ushirikiano katika jambo hilo, kwani tayari katika hatua za awali wameshaona kuna fursa watakazozipata. Kwa kweli, kwa huu mradi ulivyotugusa sisi wana shehia, tutaahidi kwamba tutatoa mashirikiano, kwa sababu tumeshajipanga, sababu kuna kamati ambazo tushazitengeneza kwa ajili ya kuja kuungana nao hawa kwa ajili ya kushughulikia huu mradi mpaka uwe sawa. Na wananchi wanajua haya, kwa sababu tushakaa vikao kama vitatu, tunaelezea wananchi kujua kwamba kuna mradi ambao unakuja, na huu mradi ni fursa kwa sisi shehia za Makunduchi pamoja na shehia husika hasa Mzuri, ambao utatuweza kutuwezesha kusonga mbele kwa wajasiriamali na wananchi kwa ujumla. Uzinduzi wa mradi huo umefanyika katika Chuo cha Maendeleo ya Utalii Maruhubi ZITOD, umewashirikisha makatibu tawala, wakurugenzi, maafisa kutoka sekta za utalii na masheha. Mradi huo unaofadhiliwa na Benki ya Dunia na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha na Mipango na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale unatarajiwa kutumia kiasi ya shilingi bilioni 1,580,000. Kwa hivyo baada ya taarifa hii, naomba kwa heshima yenu kutamka kuwa programu jumuisha maendeleo ya utalii ya kuongeza kipato kwa wananchi Zanzibar kwenye vijiji vya Chwaka, Nungwi na Makunduchi imezinduliwa rasmi leo tarehe 13 Julai 2026.